tuendelee kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu. Tumekuwa na changamoto kubwa ya wahamiaji haramu kwenye wilaya yetu ambapo tunafahamu tuko mipakani huko. Kwa nchi za jirani ambazo zinaona sehemu ya kwenda kufanya mambo yao ni kwenye wilaya yetu hii ya Mbozi. Sisi kama viongozi wa serikali tunawashukuru sana kama jambo usalama waendelea kuhakikisha kwamba wageni wote wanaoingia kwenye maeneo yetu haya tunawatambua na kuweza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Hivyo ndio wito kwa Mheshimiwa Diwani, muendelee kuungana mkono na serikali yenu tukufu ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa wilaya yetu na mipaka yake unaendelea kuimarishwa. Tuendelee kutambua wageni wote ambao wanaingia kwenye wilaya yetu. Watu wamekuwa wakiingia kwenye wilaya yetu, wengine kama vijana wa kazi za ndani, wengine wanafanya biashara kwenye mabaa, kwenye maduka, maeneo ya mikusanyiko ya watu. Tufanye juhudi kupitia viongozi wetu kwenye ngazi za vijiji na vitongoji kuwatambua wageni wote ambao wanafika kwenye maeneo yetu ili tuweze kupewa taarifa, kuweza kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Tunafahamu wananchi wa wilaya ya Mbozi ni wakarimu sana. Wananchi wa wilaya ya Mbozi wana upendo sana. Wananchi wa wilaya ya Mbozi wanapenda sana kazi. Yote yanayotokea kwenye maeneo yetu ya wilaya yetu ya Mbozi ni kutokana na wageni ambao wanaingia bila mpangilio maalum, na sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuchukua hatua za kuweza kuwatambua na kuweza kujua azma yao ya kule kwenye letu ni nini. Anaweza akaona amepata kibarua wa gharama nafuu kumpeleka kwenye shamba lake la kahawa, lakini mwisho wa siku hawezi kujua amekuja kwa ajili ya kulima kama kibarua au anayepata mwingine ambao amembeka kwenye wilaya yetu ya Mbozi. Kwa pamoja na kwamba tunapata kibarua kwa bei nafuu, watu wanapenda kuchukua kutoka nje kwa sababu wanaona ni nafuu kuwalipa, lakini pia hawezi kuondoka kirahisi kwa sababu kwao ni mbali. Lakini tuangalie upande wa pili, usalama wa nchi yetu, usalama wa wilaya yetu. Unaweza kuona nafuu lakini baadaye ukasema kutokea machafuko, lakini ukifuatilia utakuwa ni watu ambao ni wageni ambao hawatokei maeneo yetu ya jirani. Kwa hivyo ndugu zangu, tuendelee kushirikiana ili kuweza kufikia malengo yale ya kuhakikisha kwamba wilaya yetu inaendelea kuwa salama sana. Lakini hatukatai wageni kuja, lakini wale kufuata misingi ya taratibu sheria zilizopo ili tuweze kufahamu lengo lao walioleta hapa kwetu, ili tuweze kujua tunaishi nao kwa mfumo gani.